Taharuki inazidi kutamba ndani ya nchi ya Tanzania baada ya njama nzito kufichuka ambayo ni mbinu ya serikali kumweka Tundu Lissu gerezani bila mwisho. Ujambo na karibu kwa taarifa zetu za Kenyascope, na tafadhali kumbuka kusubscribe. Taarifa mpya zilijitokeza hivi karibuni zimeibua hali ya sintofahamu na hofu miongoni mwa Tanzania, hususan wafuasi wa chama cha upinzani Chadema, kuhusu kile kinachoelezwa kuwa ni mkakati wa maksudi wa serikali kumtesa kisiasa Tundu Lissu. Lissu ambaye ni mwenyekiti wa Chadema na mmoja wa wapinzani wakubwa wa serikali anakabiliwa na mashtaka mawili makubwa ya uchochezi na uhaini, ambayo wadau wengi wanasema kuwa siasa za haki na binadamu wanayataja kuwa ni ya kupikwa na yenye mwelekeo wa kisiasa. Kwa mujibu wa taarifa hizo, mashtaka yaliyofunguliwa dhidi ya Lissu yanatokana na matamshi yake yale aliyoyatoa katika majukwaa ya kisiasa na mikutano ya hadhara, lakini yamegawanywa katika kesi mbili tofauti kwa kile kinachoonekana kama juhudi za kuhakikisha anashikiliwa gerezani kwa muda mrefu zaidi. Mbinu hii imeelezwa kuwa ni njia ya kijanja inayolenga kumzuia kupata dhamana, kumchosha kisaikolojia na vilevile kuzuia ushawishi wake wa kisiasa, hasa kuelekea uchaguzi mkuu ujao. Wachambuzi wa masuala ya kisiasa wanasema kuwa hali hii ni ishara ya kushamiri kwa matumizi ya vyombo vya dola kama silaha dhidi ya upinzani wa serikali. Na vilevile wengi wanaamini kwa mashtaka hayo hayalengi haki, bali ni sehemu ya mkakati mpana wa kudhoofisha sauti mbadala nchini Kenya. Tundu Lissu ambaye aliwahi kunusurika jaribio la kuuawa kwa kupigwa risasi zaidi ya 16 mwaka 2017 amekuwa kipaza sauti dhidi ya ukandamizaji wa demokrasia, ukiukwaji wa haki za binadamu na matumizi mabaya ya madaraka. Na katika taarifa kwa vyombo vya habari, baadhi ya viongozi wa Chadema wamesisitiza kuwa hali inayomkumba Lissu ni onyo kwa kila mwanasiasa anayedhubutu kukosoa mfumo uliopo. Wameeleza kuwa kesi dhidi yake ni dhuluma na ukiukwaji wa haki wa wazi, na wametoa wito kwa jumuiya ya kimataifa kuingilia kati kuhakikisha kuwa haki inatendeka. Hali ya Tundu Lissu kwa sasa inaendelea kuwa tete, huku mashabiki na wafuasi wake wakikusanyika katika mitandao ya kijamii na baadhi ya maeneo ya hadhara kumwombea na kumtetea. Hili limezua maswali mapya kuhusu uhuru wa mahakama na mustakabali wa demokrasia nchini Tanzania.